Ulimwengu wa utandawazi, mitandao ya kijamii imekuwa na umuhimu sana. Dunia imekuwa kwa miaka mingi na kuendelea huko kumechangiwa pakubwa na mitandao ya kijamii. Miongoni mwa mitandao ya kijamii ni kama vile Facebook, Twitter, YouTube, Skype, Instagram, WhatsApp, Zoom miongoni mwa mengine. Mitandao ya kijamii imerahisisha mawasiliano, imekuwa rahisi kwa kuwasiliana bila kukutana uso kwa uso. Fauka ya hayo, biashara kitaifa na kimataifa imeimarishwa na mitandao ya kijamii. Wafanyabiashara wanaweza kufanya mauzo ya bidhaa zao kupitia mitandao hii na kukutana na wateja mitandaoni. Ni muhimu pia kutambua kuwa mitandao ya kijamii hukuza umoja na ushirikiano wa watu na vile uzalendo. Watu wanatangamana mitandaoni na hata kuwa marafiki. Huko kunaondoa hisia za kikabila ambazo ndizo zimesababisha uhasama mkubwa. Mitandao ya kijamii imezidi kukuza na kuendeleza demokrasia. Katika michakato ya kisiasa, wapiga kura wanaweza kujadili na kudadisi sera za wawaniaji wa viti mbalimbali na kufanya maamuzi mazuri. Wanasiasa pia wanaweza kuuza sera zao mitandaoni. Isitoshe, elimu imeimarishwa pakubwa na mitandao ya kijamii. Walimu wanaweza kuwafundisha wanafunzi moja kwa mitandao ya kijamii. Zoom kwa mfano hutumika kuwa na mikutano na hata kufundisha. Wanafunzi pia hupata ufafanuzi wa mada mbalimbali kwa kutembelea tovuti na mitandao mbalimbali. Ikumbukwe mitandao ya kijamii ni nyenzo muhimu ya kueneza habari. Kando na utangazaji magazetini, runingani na au redioni, habari nyingi tu hupitishwa katika mitandao kama vile Facebook, Twitter, YouTube na kadhalika. Habari za kimataifa pia hueneza zaidi mitandaoni. Wasanii wengi wamenufaika kwa mitandao hii kama nyenzo ya kipato cha kila siku. Hivyo basi, imeunda nafasi za ajira. Mitandao ya kijamii pia imetoa nafasi pana ya burudani kwani watu wengi hupata kufurahishwa na kuchekeshwa na wasanii mitandaoni humo. Ingawa mitandao ya kijamii ina faida chungu nzima, kuna hasara zake vile vile. Vijana haswa wenye umri wa miaka chini ya 18 wamejiingiza katika mapenzi. Imetokana na shinikizo mitandaoni ikiwemo mitandao ya video za ngono. Kando na hayo, mitandao hii imesababisha utovu wa maadili. Vijana kwa wazee wanaingia kwenye mitandao hii na hata kutazama filamu, nyimbo na video mbalimbali zisizofaa. Watu wanaweza kuvalia vibaya ama hata kuzungumza lugha chafu. Matukio ni kuiga tabia hizo. Utapeli ni mwingi mitandaoni. Waja huwadaiwa na kutapeli maelfu kwa mamilioni ya pesa humo. Hii inasababisha hasara kubwa. Watu wanaweza pia kueneza habari za uongo mitandaoni na kusababisha mizozo. Watu binafsi wanaweza kupatwa na usumbufu wa kiakili na wengine hata kujitoa uhai. Ni muhimu pia kutambua uzembe na uvivu kama hasara inayosababishwa na mitandao ya kijamii. Vijana wengi huwa tu kwa simu na vipakatalishi siku kutwa na hata usiku kucha bila kufanya kazi ama hata kusoma. Uchochezi wa kisiasa huenezwa humo pia. Watu ambao wangeishi kwa amani huanza vita kutokana na uchochezi mitandaoni. Inatinga amani ya kijamii. Mitandao ya kijamii hukumbwa na changamoto nyingi. Moja ni ukosefu wa nguvu za umeme. Si watu wote wanaweza kupata nguvu hizi ili simu na vipakatalishi vipate kutumika. Upungufu wa fedha kutokana na ufukara husababishwa watu kukosa kununua simu au vipakatalishi au hata kukosa pesa za mjazo. Zaidi ya hayo ni kutoenea vya kutosha kwa mitandao mbalimbali na hivyo kutowafikia watu wote. Sera za kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii zingali ni finyu na changamoto za kisheria. Ni muhimu kutumia mitandao hii kwa manufaa yetu wala si kutudhuru. Maswali? Fafanua faida za mitandao ya kijamii kwa maneno 100 alama 9. Alafu utiririko unatuzwa alama 1. Na tulisema kwamba usije ukapiga mstari kwa nakala yako chafu. Fanya tu hakikisha kwamba una hoja. Kama hapa kuna alama 9, hakikisha una hoja 9. Chini kabisa
Alafu kisha ukija kuandika nakala safi uweze kufululiza, pasiwe na kosa hata moja. Hakikisha kwamba umefanya vizuri kama wetu aliandika. Mitandao imerahisisha mawasiliano baina ya watu, imeimarisha biashara ya kitaifa na kimataifa, imekuza umoja na ushirikiano wa watu na uzalendo. Imewezesha utangamano mitandaoni na hivyo kuondoa hisia za kikabila na watu kuwa marafiki. Fauko ya hayo, imekuza na kuendeleza demokrasia, kwani wapiga kura hujadili na kudadisi sera za wanaowania viti na kufanya maamuzi mazuri, na pia wanasiasa huweza kuuza sera zao. Katika mambo mengi hapo pia amesema kuna fursa za ajira kwa wasanii, na hivyo imeleta nafasi pana ya burudani kwa kuwapea watu furaha na ucheshi. Swali la pili, fupisha aya 3 za mwisho kwa maneno 90 hadi 100. Aya 3 za mwisho, so itakuwa ni hii ya pili kutoka mwisho na kisha hii. Haya, uje ufanye upate alama zako. Sarufi. Andika maneno yenye muundo ufuatao wa vitamkwa: kipasuo, siguna cha mdomo, irabu ya mbele tandazwa, uongeze nazali ya mdomo, irabu ya chini kati. Hivyo akapata jina kama pima. Irabu ya mbele tandazwa. Irabu ya mbele tandazwa. Irabu za mbele ni e na i. Tandazwa ni zote hata. Ambazo ni viringwa ni o na u. So alipata pima au pema. Kipua cha kaakaa laini, ambacho ni ng. Irabu ya kati chini tandazwa a. Kipasuo siguna cha ofisi ta. Irabu ya chini tandazwa ng'ata. Ng'ata. Alining'ata. Linganisha irabu katika neno chwelea. Irabu katika neno chelea. Kuna irabu ngapi hapo? Kuna e, kuna a. So tofauti kati ya e na a, unapata kwamba e ni irabu ya mbele kati, ilali a ni irabu ya kati chini. Na ukiangalia zote ni tandazwa, hivyo utakuwa umelinganisha na zote ni irabu. Eleza maana ya mofimu. Hiki ni kipashio kidogo zaidi kwa lugha kilicho na maana. Andika neno moja lenye mofimu zifuatazo: nafsi ya pili wingi. Nafsi ya pili wingi. Kuna hali timilifu ambayo ni me, kuna mtendwa, kuna mzizi, kuna kauli tendea, kisha kuna kiishio. Kwa mfano, nafsi ya pili itakuwa wingi hali timilifu me. Mtendwa labda ni u, k, me, cha, pia. Katika kauli ya kutendea tunatumia a au ea, alafu kuna kiishio. Mmempikia, mmemchezea, mmemnunulia, mmemwimbia na kadhalika. Onyesha aina za nomino katika sentensi ifuatayo: shule nzima ilifurahia ukarimu wa shirika hilo. Alama ni 3. Shule ni nomino, nzima ni kivumishi, ilifurahia ni kitenzi, ukarimu ni nomino, wa ni kivumishi cha au unganifu, kisha kuna shirika ambalo ni nomino na hilo ni kivumishi. Na umeulizwa uainishe nomino. Shule utapata ni nomino ya kawaida au ya jumla. Ukarimu ni nomino dhahania, kwa sababu hauwezi kuishika, unaikisia tu. Kisha kuna shirika ambaye ni nomino ya makundi. Onyesha miundo mitatu ya nomino
za ngeli alia kwa kutolea mifano ya nomino. Kwa mfano, kuna ngeli ya jime, jina. Kuna majina, unaweza pata kapa na ma. Kwa mfano, dirisha, madirisha, jembe, majembe. Kuna juma, kwa mfano jumba na majumba. Jina, jino na meno na kadhalika. Sentensi moja iliyo na kiwakilishi cha a unganifu, ngeli ya awa na kitenzi kishirikishi kipungufu. Kiwakilishi cha a unganifu, kwa mfano wangu itakuwa wakulima, cha ngeli ya awa, wa mkulima, kishirikishi kipungufu. Wa mkulima ni huyu. Wa mkulima si huyu. Wa mwalimu ni huyu na kadhalika. Unganisha sentensi zifuatazo kwa kutumia kiunganishi cha masharti. Wakulima watapata mazao mazuri. Sentensi ya pili, wakulima watazingatia kilimo cha kisasa. Jibu mwafaka itakuwa wakulima watapata mazao mazuri ikiwa watazingatia kilimo cha kisasa. Mwingine anaweza kutumia iwapo. Kwa mfano, wakulima watapata mazao mazuri iwapo watazingatia kilimo cha kisasa. Mwingine anaweza tumia lao, mradi, mradi. On the condition that. Tumia orejeshi ya mazoea katika sentensi ifuatayo. Mti ambao ulikatwa ulipelekwa uwanjani. Mti ukatwao hupelekwa uwanjani. Au mtu anaweza sema mti unaokatwa hupelekwa uwanjani. Kumbuka katika hali ya mazoea tunatumia hu. Haya, hivyo kitenzi kikuu ndicho kitabeba sehemu hiyo ya hali ya mazoea. Tunga sentensi mbili kudhihirisha maana za vitate kura na gura. Kura ni vote. Pale watu wanapotaka wanawania kiti kisha inabidi watu wachague. Hiyo ni kura. Kisha kugura ni kuhama. Kwa mfano, baada ya kupiga kura, tuligura mji. So wakati wa siasa huku Kenya watu wanaogopa huenda wakagura. Walikuwa wanataka tunga sentensi mbili. Hivyo unatunga sentensi mbili. Na wakati mwingine wanaamua kufanya kazi hiyo iwe ngumu, unaambiwa tunga sentensi moja kudhihirisha maana za vitate hivyo. Hivyo fuata masharti. Kwa sababu ni sentensi mbili unahitajika, unaweza sema labda raia waliwapigia viongozi kura. Alafu mwanafunzi aligura kutoka nyumbani. Alitoroka jamani, alihama. Nomino zifuatazo zimo katika ngeli gani? Muda. Muda umefanya nini? Muda umefanya nini? Kwa katika ngeli ya uu. Kwapa. Kwapa limefanya nini? Makwapa yamefanya nini? Tutapata ngeli ya lia. Tunga sentensi moja katika wakati ujao, hali ya kuendelea. Tunga sentensi moja katika wakati ujao, hali ya kuendelea. Wanafunzi watakuwa wakisoma. Kimsingi unaweza kubadilisha hata sentensi swali hilo likawa kwa Kiingereza. Construct one sentence. Future tense in a continuous future tense. For example, students will be studying for the exam. Hivyo itakuwa wanafunzi watakuwa wakisomea mtihani. Eleza maana ya viambishi. Viambishi ni silabi amilifu zinazopachikwa mwanzoni au mwishoni mwa
mwa mzizi wa neno ili kuleta maana mbalimbali. Kisha ainisha viambishi vya neno kitandani. Kitandani tunapata kuna ki ambayo ni kiambishi awali, kisha kuna tanda, alafu kuna ni ambacho ni kiambishi tamati. Tumia kiwakilishi cha au unganifu katika sentensi kuonyesha umilikaji. Kwa mfano, wa Adrian anaimba. Tumia kiwakilishi cha au unganifu katika sentensi kuonyesha nafsi katika orodha. Watatu atatuzwa. Wa mwisho ataadhibiwa. Anakosomea Juma, ningeenda kumtembelea. Unganisha ukitumia lau. Lau ningejua anakosomea Juma, ningeenda kumtembelea. Hivyo hujui anakosomea na hivyo hujaweza kumtembelea. Swali la kanusha sentensi ifuatayo. Kanusha ni kukataa. Negate. Kamati ya uchaguzi iliandaa ripoti kuhusu utovu wa nidhamu shuleni. Itakuwa kamati ya uchaguzi haikuandaa ripoti kubwa kuhusu utovu wa nidhamu shuleni. Sentensi ifuatayo katika kinyume kwa kuzingatia maneno yaliyopigiwa mstari. Mfalme alipanda mlima polepole. Sentensi ifuatayo katika kinyume kwa kuzingatia maneno yaliyopigiwa mstari. Mfalme alipanda mlima polepole. Maneno yaliyopigiwa mstari ni alipanda na polepole. Hapa mfalme alipanda kwa maana ya kukwea itakuwa alishuka. Polepole kielezi cha namna alivyopanda itakuwa ni haraka haraka. Hivyo itakuwa mfalme alishuka mlima pole haraka haraka. Haya, tunasema msafara wa siafu lakini dash ya vifaranga. Naweza sema dazeni. Tambua aina za vitenzi vilivyotumika katika sentensi ifuatayo. Maradhi yangali yanamsononesha. Nomino ni maradhi, vitenzi ni yangali na yanamsononesha. Yangali ni kitenzi kisaidizi na yanamsononesha ni kitenzi kikuu. Kisha unaweza kuja ukatuambia yangali ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Alama 10. Fafanua dhana ya isimu jamii. Isimu jamii ni taaluma au sayansi inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Huko ukitoa mifano, eleza tofauti kati ya dhana zifuatazo: lahaja na lafudhi. Lahaja ni kijilugha katika lugha kuu, ilhali lafudhi ni ule upekee wa matamshi ya mtu. Kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Kuchanganya ndimi ni pale ambapo unatumia lugha zaidi ya moja katika sentensi moja. Ilhali kuhamisha msimbo ni pale unapobadili lugha katika sentensi nyingine. So tuko na code mixing and code switching. Code switching unabadilisha kabisa unapoenda sentensi nyingine. Code mixing, sentensi moja unachanganya. Fafanua sababu 5 za watu kuhamisha na kuchanganya msimbo katika mawasiliano. Sababu gani watu wanachanganya lugha? Moja ni kwa sababu wana uwili lugha au wingi lugha, wana huo uwezo. Ingine ni kutaka kujinasibisha. Ingine ni kutokana na utabaka ambalo wapo. Hivyo utaka kuonyesha kwamba bado itakuwa ni kama ni hiyo kujinasibisha. Ingine ni kutaka kuhifadhi siri. Labda mwalimu anakuja, utasikia wanafunzi wanasema mode. Kwa sababu mwalimu hajui mode ni nini, anaachwa. Wakati mwingine kutaka kutenga mtu, wakati mwingine watu huchanganya msimbo ili waweze
kueleweka. Hapo zamani za kale, nyani alikuwa rafiki wa kufa kuzikana na Bafe. Mjukuu wangu, sijui kama umewahi kuwazia urafiki wa aina hii. Ule wa mmoja wao kijikuwa dole anayeuhisi uchungu wenyewe ni mwenzake. Wanyama hao waliishi pamoja kwa amani na upendo. Walisaidiana wakati wa dhiki na wakati wa furaha. Walisaidia na wakati wa masika na wa kiangazi. La nyani lilikuwa la Bafe na la Bafe lilikuwa la nyani. Ulifika wakati ambapo wanyama wote walikumbwa na ngambi ya chakula kutokana na kiangazi kilichoselea nchini mwao kwa takriban miezi 8. Njaa hii itatusafirisha Jongomeo, akasema nyani akiwa ameshika tama. Usiwe na wasiwasi ndogo, akasema Bafe. Nina hakika kwamba Mwenyezi Mungu hatatuacha tuangamie pamoja na aila zetu. Kutokana na uchefuchefu huu wa chakula, nyani na Bafe pamoja na vikembe wao walikuwa wakila hadi chakula kile walichokuwa wamewekwa akiba na kukimaliza. Sasa kuiona kesho ilibaki mikononi mwa Mungu alivyokuwa ametaka damu, kusema Bafe, kwa maana wanyama walianza kupukutika mmoja baada ya mwingine kama majani makavu msimu wa kiangazi. Msitu wote ulijaa nyamafu. Nyani alipoona kuwa huenda akakata kamba, aliamua kula mayai ya Saibuye Bafe, wakati hadi chakula cha kupunguza mng'ato wa njaa. Bafe aliporudi, nyani alimpiga mafamba kwamba kuchakuro aliyavamia mayai yake na kuyala, lakini Bafe hakuridhishwa na jibu hili. Aliona hila katika jibu la nyani na kutaka kubaini ukweli, kwani ukweli unapodhihiri uongo hujitenga. Nyani alipomuona Bafe akimkaribia ili kunusa kinywa chake, alianza kutoroka bila kukimbizwa na yeyote. Kutoroka kwake kulimdhibitishia Bafe kuwa nyani ndiye aliyekula mayai yake. Hivyo akaamua kumfuata unyo huu akiwa amepandwa na kiruu mithili ya mbongo aliyejeruhiwa usasini. Nyani alikimbia na kujibanza kwenye jiti aina ya bobo lililokuwa karibu na jito lililojaa ngwena na viboko. Bafe aliutumia uwezo wake wa kunusa na kugundua alikojificha nyani. Nyani alipomuona Bafe aliukwea mti. Alishikwa na mtapo na kuanza kutetemeka kama dondoo aliyevamiwa na siafu. Alitamani kuchupa na kupiga kachombe kwenye yale maji male ili atoroke ng'ambo ya pili, lakini akagundua kwamba mamba walikuwa wamekenua meno yao wakimsubiri. Alipotaka kuchupia mti wa misonobari uliokuwa karibu naye, pia kwamba chui watatu walikuwa wamelalama kwenye matawi ya mti huo wakimsubiri, mithili ya golikipa anayesubiri mpira ili audake. Alipotamani kushuka, aligundua kwamba naye Bafe alikuwa akiupanda mti kwa kasi akiwa amefunua kinywa tayari kummeza. Je, ungekuwa nyani ungefanya nini? Ya mtanziko thibitisha. Mtanziko, this is a dilemma story you support. Tunathibitisha hili kwa sababu tunamuona nyani yu mashakani, hajui atenda wapi. Akishuka chini ya mti atampata Bafe. Akitaka kuchupia msonobari ulio karibu, kuna chui ambao pia wamekenua meno. Mtoni akitaka kupiga mbizi pale anapata kuna ngwena na viboko. Haya, fafanua mbinu 3 ambazo mtambaji ametumia kufanikisha uwasilishaji wa ngano hii. Ametumia formula ya ufunguzi. Kwa mfano anaposema hapo zamani za kale. Pia kuna formula ya kumaliza anaposema ungefanya nini. Ameweza kuuliza maswali. Eleza mambo 3
ambayo mtambaji wa ngano hii anaweza kufanya ili kufanikisha uwasilishaji wake. Inaweza kuwa ni kutumia viziada lugha kama miondoko ya kukimbia. Kwingine anaweza kuhusisha hadhira kwa kuuliza maswali kama hapo, ungekuwa nyani ungefanya nini? Anaweza tumia kiimbo na shada ili kusisimua taswira mbalimbali. Nani aliyekula mayai yangu? Alafu uwe kama ni nyani, yaliliwa na kuchakuro. Eleza majukumu manne ya formula ya ufunguzi katika utungo huu. Hutumiwa kutuchukua katika ulimwengu wa fantasia. Husaidia pia kututambulisha kwa nani anataka kuanza kuwasilisha. Pia huteka makini ya hadhira. Pia huweza kudhihirisha mwanzo wa utungo wa kifasihi. Wewe ni kati ya wanaotambiwa ngano ya aina hii. Fafanua mambo matano ambayo wewe na wenzako mnaweza kuchangia wakati wa utambaji. Wewe ni kati ya wanaotambiwa ngano ya aina hii. Fafanua mambo matano ambayo wewe na wenzako mnaweza kuchangia wakati wa utambaji. Kwa mfano, ikiwa mmeulizwa maswali, mtajibu. Unaweza kutega macho vizuri, unaweza kutega masikio ili uweze kumsikiza. Ingine unaweza kuwa ukiandika matini. Ikiwa kuna maswali, mnaweza pia kushiriki katika kuigiza. Naam, huu ndio ulikuwa mwisho wa karatasi hiyo. Niambie ilikuwa vipi?